si on a fait venir de nouveaux joueurs, c'est pour le faire jouer. Ça, c'est certain. Vas-y. Kama waileta wachezaji wapya ni ili wawatumie ili wacheze. Mais comme on avait dit, le match vient très très tôt. Très très tôt. Et la logique, le sens des responsabilités d'un staff technique, c'est de faire jouer le joueur le plus près sur le plan physique. Na muda wa kuanza ligi umeanza mapema. So kama majukumu yao benchi la ufundi ni kuangalia wakina nani ambao wako tayari kwa kuwatumia, lakini wote walikuja ili wawatumie. Lakini kutokana na muda aussi, tu peux pas intégrer tous les joueurs nouveaux parce qu'ils sont nombreux avec différents états de préparation. C'est-à-dire il y a des joueurs qui sont prêts, le nouveau, il y a des joueurs qui sont venus vraiment en retard et aussi il faut tenir compte du point de la cohésion de l'équipe. C'est deux paramètres sur lesquels on doit choisir l'équipe que va commencer dès demain. Mais l'essentiel, c'est que je suis très heureux de tous ces joueurs qui sont venus au club. Le jour où tout le monde va être prêt sur le plan physique, le jour où tous ces joueurs vont comprendre leurs partenaires et se faire comprendre par leurs partenaires aussi, Yang aura vraiment une très 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 grande équipe. Et à ce moment-là, il ne faut plus venir me poser la question, à ce moment-là, pourquoi celui-là il ne joue pas, pourquoi celui-là il ne joue pas. Non, même le banc, il va avoir des très très grands joueurs sur le banc. Donc, ne soyez pas pressés, nous avons une ligne de conduite et on essaye de ne pas mettre trop de pression sur le nouveau joueur, en même temps avoir une responsabilité vers le club. Quel est le joueur? Ce n'est pas le nom qui compte, c'est l'état mental et l'état physique du joueur actuel qui va compter. Mais ce n'est pas le nom de tel ou tel ou tel. Wachezaji wapya ambao waliokuja kwa kupata muunganiko ya pamoja na wengine inahitaji muda. Lakini kuna baadhi yao ambao tayari wako tayari wanaweza kaingia kwenye timu kwa pamoja, ila isipokuwa huko mbeleni wataenda wanawaingiza kidogo kidogo, mmoja baada ya mwingine mpaka waje wapate muunganiko. Na watakapopata muunganiko itakuwa ni timu nzuri sana. So hata hitaji tena mumuulize swali watakapopata muunganiko, kwa nini fulani hacheze, kwa nini fulani amekaa benchi ijapokuwa ni mchezaji mkubwa. So ina maana watakuwa na timu ambayo ina wachezaji wakubwa. Kabla Mwamnyeto hajaanza kuzungumza, ni wakumbushe kwamba mchezo huu ni maalum kwa ajili ya kurudisha kwa jamii kile ambacho kinapatikana kwenye mpira. Na kwa mantiki hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru wanahabari kwa niaba ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF pamoja na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa kile mnachokifanya katika kutangaza huu mchezo, kwa sababu hicho mnachokifanya ni sehemu tu ya kurudisha kwa jamii kile ambacho kinapatikana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni wakati mzuri kuwasihi wadau mbalimbali wa mpira wa miguu, mashabiki wahudhurie kwa wingi uwanjani hiyo kesho, ili basi na wao wawe sehemu ya kurudisha kwa jamii. Baada ya kusema hayo, basi sasa nimkaribishe Bakari ambaye yeye ametuandalia kile ambacho wachezaji wa Young Africans Sports Club wamekifanya kwenye siku hizi chache kama maandalizi kuelekea mchezo huu wa kesho, lakini pia kama na siri yoyote ile ya kambi amesema hamna shida, atatupatia hapa leo. Karibu. Asalamu alaykum. Sisi kama wachezaji benchi la ufundi tumejiandaa vizuri. Wachezaji wote mpaka sasa hivi hakuna mwenye majeraha zaidi ya Kambole, lakini pia anaendelea vizuri. Tuna imani mechi hiyo tutafanya vizuri, tutakuwa mchezo mzuri. Tunakaribisha yote muweze kuja na mashabiki, na imani tutapata ushindi katika mechi hiyo. Asante sana. Nafasi 5 za maswali kwake. Nakaribisha maswali. Yes, paza sauti usikike. Kali nimepoteza mchezo wa juzi ya Vipers. Hali ya kisaikolojia ya wachezaji namna Paulina wapi kuelekea game ya kesho. Kwa hiyo tumepoteza mchezo katika mechi ya kirafiki
lakini sisi kama wachezaji hamna lolote lilotuasiri, maana sio mara ya kwanza kupoteza. Hata mwaka jana tumepoteza hivyo, lakini tumekaa vizuri, tumepambana, tuweza kuchukua kombe. Tuna imani sisi kama wachezaji hatujapoteza kisaikolojia, tupo vizuri na imani mechi ya kesho tunaweza kupata ushindi bila wasiwasi. Swali la kwanza limekamilika, nakaribisha swali la pili kwake captain. Karibu. Bakari, katika mchezo wa season iliyopita wa Ngao ya Jamii mliofunga Simba kwa goli 1-0. Tunakwenda kukutana nao tena kesho. Morali iko vipi kwa upande wa wachezaji? Hili ambacho mmekiandaa cha special zaidi kwa mashabiki wenu kuelekea katika mchezo wa kesho. Je, Ngao mtaitetea ama itakwenda kwa watanzania? Sisi tumejiandaa vizuri kama wachezaji, na mpaka sasa tupo salama salmini. Hatuna pressure yoyote ya mechi na imani kesho tunaenda kuitetea Ngao yetu. Surprise mtaona kesho hiyo Mungu akijalia. Njooni kwa wingi uwanjani inshallah. Swali la 3 limekamilika, swali la 4. Kapteni, ongea kwanza kwa mchezo kocha ameonyesha kabisa kwamba kuna udhaifu kwa sababu hamkwenda pre-season. Na lakini inaonekana wapinzani wenu wamekwenda pre-season angalau kama wiki 2 hivi. Mimi nimekuja nimekaa wiki moja Kigamboni. Hiyo unaona kitu gani katika viungo vya wachezaji kuzungumza nao kama captain? Labda wanazungumza nini, hii imewaathiri vipi kutoka pre-season kwa muda mrefu na mnacheza dada? Kweli imetuasiri, lakini hatuwezi kusema kama imetuasiri, maana wakati tunakwenda mapumziko mwalimu alitoa program kwamba kila mchezaji aweze kupata program, anaweza kufanya mazoezi. La hivyo wachezaji wageni labda kwamba tulichelewa kuingia kambini kweli, lakini mpaka sasa hivi sisi mazoezi tunafanya vizuri, na mpaka leo hii kufanya mazoezi ya asubuhi, wachezaji wote wana morali kuelekea mchezo wa kesho. Kila mmoja anaweza kupambania jezi ya Yanga na kuweza kufanikisha jambo la kesho inshallah. Swali la 5 na la mwisho kwake Bakari. Sawa, karibu. Captain, mchezo uliopita dhidi ya Simba mlishinda kwa maana Ngao ya Jamii na mmekuwa na matokeo mazuri msimu uliopita. Kuna wachezaji wapi ambao wameingia kwenye timu? Nyinyi kama wachezaji mliokuwepo, mnazungumza nini na wachezaji wake kuelekea mchezo wa kesho? Kwanza kwa mchezo wa kesho, ni mchezo ambao ni nakutana timu kubwa Tanzania, na wachezaji wenyewe wana hamu kucheza hiyo mechi ya timu hizo ya dabi. Kwa hiyo kila mchezaji anaonyesha kitu alichokuwa nacho mazoezini ili aweze kupata nafasi kesho za kuonyesha pale siku ya kesho. Kwa hiyo sisi kama tulikuwa hapo zamani tunakabisha vizuri wachezaji na tunaambia umuhimu wa mechi hiyo hapo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wana hamu kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo tunachosubiria ni kesho tu basi, surprise ndio kuona pale uwanjani, Mungu akipenda inshallah. Asante sana Bakari, na tukutakia mchezo mwema. Asante. Na maandalizi mema inshallah. Asanteni. Ndugu zangu, tumesikia